Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Ndugu wapendwa, baada ya kuandaa mioyo yetu tangu mwanzo wa Kwaresma kwa njia ya toba na matendo ya mapendo, tunakusanyika leo ili tuanze kukumbuka pamoja na kanisa zima fumbo la Pasaka ya Bwana wetu, yani mateso na fufuko wake alipoingia katika mji wake wa Yerusalemu ili alitimize. Kwa hiyo tufuate Bwana wetu tukifanya kwa imani yote na uchaji kumbukumbu ya lile tendo lake lenye kuleta wokovu la kuingia Yerusalemu, ili baada ya kushiriki msalaba kwa neema yake tushiriki pia ufufuko wake na uzima wake. Mungu Mwenyezi wa milele, uyatakatifuze matawi haya kwa baraka yako, ili sisi tunamfuata Kristo mfalme wa shangwe tupate kufikia Yerusalemu ya milele kwa njia yake, anaishi na kutawala daima na milele. Amina. Wakichukua matawi ya mitende mikononi mwao. Wakichukua matawi ya mitende mikononi mwao. Inueni vichwa vyenu, enyi malango, inueni malango ya milele. Inueni vichwa vyenu, enyi malango, inueni malango ya milele. Watoto wa Mayahudi walimlaki Bwana, watoto wa Mayahudi walimlaki Bwana, wakichukua matawi ya mitende mikononi mwao. Wakichukua
wakichukua matawi ya mitende mikononi mwao. Takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati huo Yesu alitangulia mbele akipanda kuenda Yerusalemu. Alipokaribia Betfage na Betania, karibu na mlima huitwa wa Mizeituni, aliwatuma wawili wa wafuasi akisema, nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu. Unapoingia huko mtamkuta mwanapunda amefungwa, naye hajakaliwa bado na mtu. Mfungueni mkalete hapa. Na kama mtu akiwauliza, kwa nini mnafungwa? Semeni hivi, Bwana anamhitaji. Basi wale waliomtumwa wakaenda, wakakuta mambo kama alivyowaambia. Walipofungua mwanapunda, wenyewe wakawauliza, kwa nini mnafungua mwanapunda? Nao wakajibu, Bwana anamhitaji. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika mavazi yao juu ya mwanapunda na wakamkalisha Yesu juu yake. Alipoanzisha maandamano, walitandaza mavazi yao njiani. Alipokaribia mtelemko kwa mlima wa Mizeituni, kundi la wafuasi ilianza kufurahi na kumtukuza Mungu kwa shangilio kubwa kwa ajili ya matendo makuu yote waliyoyaona. Wakasema, mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana. Amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya Mafarisayo katika umati wakamwambia, Mwalimu, wakanye wafuasi wako. Akawajibu, nawaambieni, kama hawa wakinyamaza, mawe yatapiga kelele. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Mahujaji matumaini. Pamoja katika sala. Ndugu wapendwa, leo tunakumbuka tukio maalum. Yesu anaingia katika mji wa Yerusalemu na watu wanafurahi sana kumwona. Wanakunja matawi ya mitende, wanaweka nguo zao barabani na wanapaza sauti wakisema, mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana. Yesu hakuja juu ya farasi kubwa kama askari wa vita, bali alipanda mwanapunda mdogo, kuonesha kwamba yeye ni mfalme wa amani na upendo. Watu walimkaribisha kwa furaha, lakini baada ya siku chache wengi wao walimgeuka. Wengine hata waliomba au awe, lakini Yesu hakusita. Aliendelea mbele kwa sababu anatupenda. Alijua alikuja kutuokoa hata kama ni kwa kupitia mateso. Tunapoanza maandamano haya, tusipunguze tu matawi, tufungue mioyo yetu. Tumkaribishe Yesu si wakati wa furaha tu, bali pia katika nyakati ngumu. Tufuate kwa upendo hadi tupate ushindi ya Pasaka. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Haya ndugu wapendwa, tuonge makutano walioshangilia Yesu na tuandamane kwa imani. Tunasema tuandamane kwa amani.
Thank you.
kuamsha. Kila asubuhi yeye huliamsha sikio langu ili nisikie kama mwanafunzi. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, nami sikukataa, sikurudi nyuma. Niliwatolea mgongo wangu wale walionipiga, na mashavu yangu kwa wale walioning'oa ndevu. Wala sikuficha uso wangu ili usifedheheshwe na kutemewa mate. Bwana Mungu ndiye anayenisaidia. Ndio maana sihangaiki na hayo. Ndio maana nimefanya uso wangu mgumu kama jiwe. Najua ya kwamba sitaaibishwa. Neno la Bwana. Zaburi ya kusikizana. Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu wangu, mbona umeniacha? Tutaitikia kwa kuimba.
Ajapokuwa alikuwa namna ya Mungu, hakuchukulia kwamba kuwa sawa na Mungu lilikuwa jambo la kushikamana nalo, bali alijishusha mwenyewe, akatawa umbo la mtumishi, akawa ana mfano wa mwanadamu. Na alipoonekana ana umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza mwenyewe, akawa mtii mpaka mauti, yani mauti msalabani. Kwa sababu hiyo Mungu alimtukuza, akampa jina lipitalo kila jina, ila kwa jina la Yesu wote wapige magoti, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Neno la Bwana. Shangilio la Injili. Mauti ya msalabani. Kwa sababu hiyo Mungu alimtukuza, akampa jina lipitalo kila jina. Mateso ya Bwana Yesu Kristo yalivyoandikwa na Mtakatifu Luka. Watu wote wa mkutano walisimama, wakampeleka Yesu kwa Pilato, wakaanza kumshtaki wakisema, tumekuta huyu akipotosha taifa letu, akipinga kumlipa Kaisari kodi na kujiita kuwa Kristo mfalme. Pilato akamuuliza, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Akamjibu, wewe wasema. Pilato akamwambia makuhani wakuu na umati wa watu, sioni kosa kwa mtu huyu. Lakini wakasisitiza wakisema, anawachochea watu kwa mafundisho yake katika Uyahudi wote, tokea Galilaya mpaka hapa. Pilato aliposikia hayo, aliuliza kama huyu mwenyeji wa Galilaya. Basi alipotambua ya kuwa yu chini ya mamlaka ya Herode, alimpeleka kwa Herode, kwa maana yeye alikuwepo Yerusalemu siku zile. Herode alifurahi sana alipomwona Yesu. Tangu muda mrefu alitaka kumwona, kwa maana alikuwa amesikia habari zake. Tena akatumaini kuona muujiza ukitendwa naye. Akamuuliza maswali mengi, lakini Yesu hakumjibu neno. Makuhani wakuu na waandishi walisimama pale, wakamshtaki kwa ukali. Hata Herode pamoja na kundi lake la askari wakamdhihaki. Kisha
nimemhoji mbele yenu, lakini kwa mtu huyu sikuona lolote mnalomshtaki, wala Herode hakuona kosa, kwa maana amemrudisha kwetu. Tazama, hakuthibitishiwa kosa limpasalo adhabu ya kufa. Apigwe sasa, kisha nitamfungua. Hapo wakapiga kelele pamoja, Muondoe mtu huyu, utufungulie Baraba. huyo alitupwa gerezani kwa sababu ya uasi mjini na mauaji. Pilato akasema tena nao kwa nia ya kumfungua Yesu, nao wakakumia wakapiga kelele, Msulubishe, msulubishe. akawaambia mara ya tatu, Je, amefanya ubaya gani? Kwake sioni kosa limpasalo kufa. Apigwe sasa, kisha nitamwacha. lakini wao wakamsonga kwa kelele nyingi na kudai asulubiwe. Mwisho kelele yao ikafaulu. Pilato akaamua dai lao litimizwe. Akamfungulia mtu aliyemtaka, ndiye mtu aliyetupwa gerezani kwa sababu ya uasi na mauaji. Baadaye akamtoa Yesu wamtendee wapendavyo. Walipokuwa wakimwondoa, walimkata Simeoni wa Kirene, alikuwa akirudi toka shambani. Wakamtwika msalaba, auchukue na kumfuata Yesu. Umati mkubwa wa watu ukamfuata, miongoni mwao wanawake waliojipiga vifua na kumlilia. Yesu akawageukia akasema, enyi mabinti wa Yerusalemu, msinililie mimi, bali mjililie wenyewe na watoto wenu, kwa maana siku zitakuja watakaposema watu, afadhali waliotasa na matumbo yasiyooza na maziwa yasiyonyonyesha, ndipo watakapoanza kuambia milima, tuangukieni, na vilima, tufunikeni. Kwa maana kama wakitenda hivi mji mbishi, itakuwaje kwa mji mkavu? Wakapelekwa pia wawili wengine wahalifu wauawe pamoja naye. Walipofika mahali paitwapo Fuvu la Kichwa, walimsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja kulia kwake, mmoja
Sasa jiokoe mwenyewe kama ni Kristo mteule wa Mungu. Asante wale mtihani, wale mnyongea kumletea siki, wakisema Kama wewe ni mfalme wa Wayahudi, jisalimishe mwenyewe. juu yake palikuwa na ashi. Huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Mmoja wale walimu waliotundikwa alimtukana akisema, Je, wewe si Kristo? Basi jiokoe mwenyewe na sisi pia. lakini mwingine akajibu akamgombeza na kusema, Je, hata wewe uliohukumiwa sawa na yeye humjali Mungu? Sisi kwa haki tunapokea tunastahili kwa makosa yetu. Huyu lakini hakutenda mabaya. akasema, Yesu, unikumbuke mimi utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamjibu, Amin, nakuambia, leo utakuwa pamoja nami peponi. mnamo saa 6 giza lilifunika nchi yote mpaka saa 9. Jua lilipata na giza, na pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kubwa akisema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. baada ya maneno hayo akakata roho. Sote tupige magoti. Alimtukuza Mungu akisema, Hakika mtu huyu alikuwa mwadilifu. na watu wote wa umati waliohudhuria kutazama mambo hayo waliona yaliyotendeka, wakajipiga vifua na kurudi kwao. Wenzake wote miongoni mwao wanawake walioandamana naye toka Galilaya walisimama mbali kidogo na kuona hayo. Injili ya Bwana. Kila wakati mama anatazama na kuniambia pale tumesimama sana. Naelewa nafahamu. Nataka ungeti masaa mengine pale. Nitaubiri kwa tuko gazeti hiyo kusimama. Sisi kisa tuko pamoja. Najua Kristo amekufa leo sisi tunajua kwa Yesu asifiwe. Wakristo wapenzi, na wakaribisheni katika juma ambalo ni juma takatifu. Ni juma ambalo tunapaswa kutafakari kuhusu safari yetu ya wokovu. Tulipokuwa tukianza safari wetu, sitaki kutumia jina maandamano, tulianzisha kwa Injili ambayo
ilisoma kutoka kwa Injilisti nani? Yohane, ndio. Mungu ni mwema. Nataka tuanze mahali tulianza ili tufike kanisani, ili tuweze kuelewa Doma Takatifu ni nini. Tulitanguliza kwa Injili ya Mtakatifu Luka, na Injili hii ilizungumzia Kristo alipokuwa akiwatuma wanafunzi wake wawili na kuwaambia wafike mji wa Bethania uliokuwa karibu na mji wa Mungu ni mwema. Tumsifu Yesu Kristo. Mji wa Bethania ambao ulikuwa karibu na mji wa nini? Wa Yerusalemu. Mji huu wa Bethania sio mara yake ya kwanza Kristo kutaja wala kumtembelea. Utakaposoma Biblia vyema utafahamu mji huu ndio uliokuwa makao ya rafiki mkuu wa Kristo ambaye alifahamika kama nani? Lazaro. Tumsifu Yesu Kristo. Sikutaka kujazie mkiweza kuendelea kwa leo. Na aliwatuma wanafunzi hawa kwa maelezo haya: enendeni, mtakapofika mtapata mwanapunda ambaye hajakaliwa na mtu yeyote. Mfungueni mlete kwangu. Atakayewauliza mwambieni nani anamhitaji? Mungu ni mwema. Nani anamhitaji? Bwana anamhitaji. Hakusema Kristo anamhitaji, hakusema yule mtenda miujiza anamhitaji. Alisema Bwana anafanya nini? Na walipofika pale waliulizwa na mwenye punda, mnamfungua mpeleke wapi? Wakajibu nini? Bwana ana. Ningetaka tuzungumzie maneno haya ya Kristo, Bwana anamhitaji. Najua kila mmoja wetu hapa tuna simu ambayo kama haina pin iko na baka. Tumsifu Yesu Kristo. Kama haina pin iko na nini? Na kama haina baka iko na password. Vitu vingapi? Iko na pin, pattern ama password. Hawa wanafunzi walipewa password ya mwanapunda na Kristo. Wangeenda waseme Kristo anamhitaji, hawangeruhusiwa kumchukua yule mwanapunda. Ndiposa waliletelea maneno yale Kristo aliwaambia. Wakristo wapenzi, tunapoanza juma hili takatifu, ni vyema tutafakari na kuuliza password ya juma hili takatifu. Mungu ni mwema. Kwa sababu tukiweka the wrong password, tukiweka the wrong pin, basi hatutaweza kupewa zawadi ya mfungo wetu. Mara nyingi tunapoanza safari ya wokovu wetu, safari ya juma takatifu, ni vyema kujiuliza, what is the password of my Lenten period? What is the password of my salvation? And that's why Christ is very particular. Enendeni mtakapoulizwa mseme Bwana anamhitaji. Si mwalimu anamhitaji, si mponyaji anamhitaji, si yule mtenda miujiza. Ni Bwana anafanya nini? You have to have the right password for you to benefit from this holy book. Na waliposema hayo, tunaeleza kwamba hakuna swali lingine waliloulizwa. Wakaanza safari, wanafunzi wawili na punda moja. Safari ya kurudi mahali Kristo alipokuwa. Tuseme ni wewe uliyekutana na wanafunzi wawili, wacha niongezee zaidi, wanaume wawili, na zaidi ya yote wanaume wamekomaa wawili wakimfuata punda mmoja. Ungesema nini? Ungesema hawa wamepagawa, sio? Wengine wangesema hawana jambo la muhimu la kulitenda katika familia zao ili waandamane na mwanapunda. Wengine wangesema hawa wamefanya nini? Kama ni wewe ungesema nini? Mimi nimesema naye ningesema. Na wewe ndio ungesema nini? Unajifanya hawezi daktari kufikiria na waelewa sana. Kuna wengine hata kuwatazama ingekuwa ni waste time. God is good. Wakristo wapenzi,
ndiyo iliwapatia hawa wanafunzi wawili, wanaume wawili, nguvu ya kutembea kupeleka punda kwa Kristo. Pasingekuwa na password na nani mwenye password, hata wao probably wangepata yule mwanapunda mahali. Safari yetu tunapoikamilisha na kuingia katika juma hili takatifu, ni vyema tufahamu tusipochukua the right password katika safari ya kufikia ukingo wa wokovu, tunaweza kupoteza matumaini hapa katikati. Tunaweza pia kupoteza maana ya mfungo wetu. Tunaweza pia kupoteza safari ya wokovu wetu, kwa sababu the distraction and the concentration will change. And that's why Christ, for the first time, he gives the disciples strict instruction, do not say anything else. Similarly, dear friends, vile Kristo anatualika kuwa makini, kusikiliza na kutenda yale anatuarifu, iwapo tutafikia malengo ya mfungo wetu. Na walipofika kwa Kristo na yule mwanapunda, tunaelezwa kwamba Kristo alimtoa mwanapunda, akamkalia na kisha akaanza safari ya kurudi kama kuingia Yerusalemu. Lakini ninataka tutazame tuone jinsi safari ilivyokuwa. Kwanza, Kristo ndiye anayetanguliza kama vile mapadri walivyotanguliza msafara. Tumsifu Yesu Kristo. Kisha watu wakaanza kuimba na kufanya nini? Shangilia sawa. Endelee. Leo simuone sina haraka. Leo sina haraka. Tunawapeleka tukapote mpaka tuelewane. Walishangilia kwa matawi, kisha wakafanya nini? Wakatandika nguo zao, wakaendelea kufanya nini? Hiyo vitu vitatu nataka tuangalie. Kisha wakaimba nini? Hosana nini? Hosana? Hapo Hosana peke yake, na nasukuma kuangalia kwa nini waliweka mwana wa, lazima tuelewe kwa nini. Walipokuwa wakiimba Hosana, Kristo ameangalia mwanapunda na Kristo anaongoza msafara. Katika historia ya Wayahudi, utakaposoma utaona kwamba mara nyingi majenerali wao wa kivita walipokuwa vitani na waliposhinda vita vile, walitangulia msafara wa wanajeshi wao kama Kristo anavyotangulia siku ya leo. Walitangulia kwa kutangaza ushindi. Vile vile pia sisi wa Kristo wapenzi tunatangaza na kusema Kristo ni jenerali wa ushindi, ndiposa anatutanguliza maisha yetu leo. Kristo ni jenerali wa ushindi wa maovu tunayopitia. Ni jenerali wa ushindi wa uponyaji. Ni jenerali wa familia. Ni jenerali ya magonjwa. Ndiposa anatanguliza hayo yote, anatanguliza ushindi wote. Mara nyingi Wakristo wapenzi huwa tunatanguliza shida zetu. Mara nyingi tunataka pia kutanguliza Kristo badala ya Kristo kutanguliza. Ni vyema kufahamu kwamba shida tunazozipitia, Kristo ni jenerali anayeweza kututanguliza zote. Magonjwa, changamoto, Kristo anaweza kuzitanguliza na kuongoza katika ushindi. Kwa maana Kristo leo anapoanza safari yetu ya Juma Takatifu, anatueleza kwamba mimi naweza kutanguliza ushindi wowote katika maisha ya binadamu. Mungu ni mwema kila wakati. Vile tunaeleza kwamba hawa wana wa Israeli waliimba na kusema nini? Tumaisha na waliimba na kusema Hosana mwana wa. Katika historia ya wokovu wa binadamu utafahamu kwamba tulielezwa wokovu wetu utapitia katika ukoo wa Daudi. Ndiposa hawa leo wanamtambua Kristo kama Mwokozi. They look at Christ and say, here comes the Savior. That's why they associate Christ with the lineage of David. Dear friends,
Sisi ambao tunamwona Kristo akiingia Yerusalemu. By the way, let me clarify this. Tunapozungumzia Yerusalemu hapa, sitaki tuzungumzie Yerusalemu kama mji. I want us to think about the second Jerusalem that is our hearts. I want us to think about the second Jerusalem that is our hearts. Jinsi tunapoimba Hosana mwana wa Daudi, Kristo anatembea kuingia katika maisha yetu. Anatembea kuingia katika mioyo yetu. Anatembea kuingia katika familia zetu. And therefore we should be joyful Christians. La tatu, katika historia ya wokovu, katika historia ya Wayahudi, kulikuwa na shilingi ambayo imechorwa mti wa mtende na mtu amesimama kando akiukata ule mti. Walifahamu kwamba na walikuwa na matumaini kwamba ile siku watapata jenerali ambaye anaingia kwa kushangilia kwa matawi, maanisha mti wa mtende umekatwa, kwamba wameweza kukombolewa kutoka utumwa wa Waroma. Na leo Kristo anaingia, matawi yanatikiswa, kumaanisha kwamba ukombozi umefanya nini? Umefika. Do you believe that salvation is here with us today? Yes. Do you believe that healing is here with us today? Yes. Unapotulia, unaangalia familia, unapotulia na kuangalia kazi, unapotulia na kuangalia changamoto za maisha, believe that the salvation is here with us today. A story is told, kuna hadithi ambayo simuliwa kwamba baada ya kuelewa ni nini kilifanyika kuhusu mwanapunda baada ya Kristo kushuka. Nafikiri nini kilifanyika? Kwa sababu si kawaida Kristo alishuka. Ama ndiye kuishia pale kushuka. Tutafakari kwa sababu hata ukipanda gari sitafika destination utashuka. Si kawaida, lazima Kristo alifanya nini? Alishuka. Kuna hadithi ambayo inasema baada ya Kristo kushuka mwanapunda alianza safari ya kurudi kwa mwenyewe. Na alipopita katika ule mti, anashangaa kina mama wako wapi? Mbona sishangilii hivi? Anashangaa wazee wako wapi? Mbona walishangilii tena? Anashangaa hata wale wawili walikuwa wametumwa kuliko. Sasa sina maana tena, tumsifu Yesu Kristo. Because kazi yake imefanya nini? Imekwisha. Without Christ, kazi yako imefanya nini? Imeisha. Tumsifu Yesu Kristo. Without Christ, family imefanya nini? Without Christ, kazi imefanya nini? You only have your power, your identity if you are with Christ. Una kazi, una jina, una familia, una uwezo, una uponyaji iwapo una Kristo. Pasipo Kristo, you are Ndiposa yule mwanapunda alikosa nini? Alikosa maana. Dear friends, we would have obtained a scribe status like this time. But we should know all these status profile honor that we have, if we don't align it with Christ, at some particular point it will diminish. And what will happen? We'll be wondering, where did the crowd go? We'll be wondering, where did our friends go? We'll be wondering, what happened to my life? Always stick by the side of Christ, and your honor, your status, your family, your business, everything that you count on will always stand firm. Remember? Wakristo wapenzi, leo vile tunapata Kristo ambaye baada ya kushangiliwa na kuingia Yerusalemu, atuelezi kwamba kulikuwa na sherehe. Baada ya kushangiliwa na kuingia Yerusalemu, wale waliokuwa kumwimbia Hosana mwana wa Daudi wanageuka na kuanza kuimba urudishe Msifu Yesu Kristo. Si hao waliokuwa kumwimbia Kristo wanatembea nao, wametandika mavazi. Walipofika what changed?
kusimama kila wakati. wakati tulikuwa vijana. Sitaki kusema siku nyingine. Wakati tulikuwa vijana kuna wimbo ulikuwa nasikia kiimbwa sema situation ni nini? Wakati walifika Yerusalemu, wanampa Kristo msalaba, wanamfikisha kwa Herode. Wakuu wa makuhani wako pale, umati uko pale. Zaidi ya yote, wanafunzi wa Kristo Petro, Yuda wako wapi? Pale. Utasoma katika Mateso, utasoma utakuona kwamba Kristo anawaambia, wakati ule niliwaambia msibebe mikoba, kwa injilisti Luka leo anasema. Sasa nawaruhusu bebeni mikoba. Niliwaambia msibebe nguo mbili, na waruhusu bebe mbili, moja mniuze mnunue panga. Yesu asifiwe. Situations zinabadilika kila mahali. Hakuna situation permanent msifu Yesu Kristo. Na wakati situation ilibadilika, kuna mfalme mmoja akabadilika ambaye ni Yesu Kristo. Hatuelezi kwamba yeye aliiba na watu. Yeye alipata manakunda na akawa mpopo. Alipofika pale kwa mfalme nani? God is good. Mfalme aliyemhukumu Kristo mara ya kwanza ni nani? Kwa sababu kuna wafalme wawili pale. Ni Herode wa kwanza. Na Herode ni yule alikuwa akitafuta Kristo katika kuzaliwa kwake afanye nini? Hapana, sema nia yake tunaelewa katika Injili alisema nia yake ilikuwa abuwe. Maneno yake yalikuwa nini? Mtakapoona mahali mtoto aliko, hata ninyi mnieleze nije nifanye nini? Nifanye akiamua. Nije nifanye nini? Ni mwabudu ama ni msujudu? Leo ana nafasi ya kukutana na Kristo, anamsujudu ama anamhukumu. Situation hakuna situation permanent pale. Naendelea. Na Herode alipofika na kumwona Kristo, jambo la kwanza linamsumbua, anashangaa huyu ndiye alikuwa anaitwa mfalme. Huyu ndiye alikuwa anasumbuka na yeye kumsifu Yesu Kristo. Kwa Kristo wapenzi. Ni vyema katika shida zetu tujifundishe kuwa watulivu ili tukapate kufahamu ni yepi Mungu anataka. Iwapo Herode alikuwa mtulivu, alikuwa na nafasi ya kumwona na kuzungumza naye yule aliyetarajia kumwona tangia mwanzo. Lakini kwa sababu hakuwa mtulivu na amejaliwa na nafasi, yeye hakumtambua Kristo. Jambo la pili, katika mateso yetu, kila mmoja wetu, mimi pia, kila mmoja wetu ana nafasi katika hayo mateso. Iwapo hukuigiza nafasi ya Herode, una nafasi ya Pilato. Kama una nafasi ya Pilato, una nafasi ya Baraba. Kama una nafasi ya Baraba, una nafasi ya kuhani mkuu. Na kama una nafasi ya kuhani mkuu, una nafasi ya umati. Kulingana na jinsi unavyoishi maisha yako. Unapoishi unaweza tamka kama Herode, unapoishi unaweza tamka kama Pilato, unapoishi unaweza tamka kama kuhani ama kama umati. Kila siku sisi tuna nafasi ya kumfungua Kristo kama Herode na Pilato. Lakini mara ngapi tumechagua uongo badala ya kweli? Tumeigiza Pilato ama tutaigiza Pilato? Mara ngapi tumechagua kudanganya badala ya kusimama na ukweli? Mara ngapi tumechagua kuudhi badala ya kuifanya? That's why I say, if they see everyone is a character, myself and yourself as well. Lakini kuna msomi ambaye aliuliza, where were you when they crucified the Lord? Kulikuwa wapi walipomsulubisha Bwana wako? Ndiposa nasema kila mmoja wetu ana nafasi katika safari ya kusulubiwa kwa Yesu Kristo. It's only need you to reflect and ask, what is the sin that I'm at? La pili, kwa Kristo wapenzi, baada
ya Kristo kukamatwa, wanafunzi wake ambao alikuwa amewachukua watatu, wanapoenda kusali naye, jambo la kwanza wanalala. La pili, wanapoamka, Kristo anapouliza mara tatu, mbona mmelala? Anasema kwa Injili refu, anauliza mara tatu, mbona mmelala? Baada ya kuamshwa anarudi tena kulala. At the weakest point, my dear friends, even the strongest person becomes weak. Ni vema kufahamu wakati mwenzako ana udhaifu. Ni vema kila siku kumwamsha katika udhaifu wake. Mara nyingi katika dunia ya sasa tunasema kila mtu apambane na hali. That is not what Christ teaches us today. We must learn to be awake in the spirit, however frail it must be. Kila siku tujifundishe kuamsha unyonge wetu na kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie ili tuweze kusimama. Wanafunzi wa Kristo hasa Petro alipoamshwa mara ya tatu na watu wale walikuwa kutaka kumshika Kristo, kumkamata Kristo wamefika, alitomoa upanga wake katika ala yake na akamkata nani? Mmoja wa watumishi wa kuhani mkuu siku ya Yesu Kristo. Jina la yule mtumishi lilikuwa anaitwa Melek. Kwa Kiebrania Melek ni mfalme. Na Kristo naye akatenda muujiza pale, akachukua sikio na kulirudisha, kuonyesha kwamba Kristo ndiye mfalme wa kweli. Katika shida, katika mapigano, yeye anajitokeza kuwa mfalme mweza. Melek means a king in Hebrew term. Maanisha Kristo ni mfalme. Anaweza control any situation in our lives because he's the king who controls everything. Wakristo wapenzi, baada ya Petro kumkana Kristo, naeleza kwamba jogoo awika na Kristo akamtazama Petro. God is good. All the time. I'm interested with Peter because Peter was the senior citizen amongst the 12 disciples of Christ. Peter ndiye alikuwa mzee zaidi wanafunzi wote. Peter ni yule wakati Kristo alikuwa akikamatwa, yeye ndiye anachukua upanga na kujifanya ana nguvu ya kupigania Kristo. Lakini anapofika wakiota moto katika hukumu za Kristo, anauliza, na wewe si mmoja wao? Akasema mara ya kwanza, akauliza, si tulikuwa na kufundisha na yeye? Akasema tuliona mkiendanisha na yeye. By the way, unajua nani alikuwa akimuuliza? You know who was asking Peter this question? Alikuwa mtoto mchanga msichana. Young guy, very young. Can you imagine? That's why I'm saying at the weakest hour, even the strong. Alikuwa akiangalia historia ya Biblia vizuri, was a very young child. God child, hata kueleza vizuri. Wakristo wapenzi, kuanguka tofauti. Peter amemkana Kristo. Yeye anafanya nini? Anarudi nyuma, kulia na kuomba msamaha. He does his penance. Akafanya toba yake. Yuda naye, yule aliyelipwa, hakumfuata Kristo tena wala hakufanya toba. That is the difference between Peter and Judas. Peter knows when to repent, and Judas does not know what is repentance. Sasa hapo ndio kuuliza hata Kristo mwenyewe ashua. Tungaje mtumenye na alikuwa anajua yote. Tungaje mtumenye anajua atapiga nini jioni kwanza. Because it is Christ who called Judas, right? It is Christ who called Peter. I want to say this. In our families, we usually have Judas and Judas. We usually have Peter and Judas. We may have 4 children. 3 are Peter, 1 is Judas. What we need to do, that's why I say, at the weakest hour, tukumbushe kwamba tumetoka lakini tuwainue. Mungu ni mwema. Na tukiwakumbusha kutuinua na tuwainua tena, we will have all of them as Peter. Mungu ni mwema. Don't glorify Peter always. Remember, you have an opportunity
weak, you are afraid, it is time to pray. Na baada ya yote Peter anasamehewa na tunamuita mtakatifu. Na je, Yuda? Mungu ni mwema. Dear friends, tunapoanza safari ya Holy Juma litakatifu, it is a moment to be like Peter, to say sorry to God, to search for the mercy of God, and to ask Him, please praise me again. I have been a Judas in the past. Now I want to become the Saint Peter. Na ndiposa nilisema nitanguliza kwa kusema kwamba tunapomwimbia Kristo, tukumbuke tunaimba kuingia katika roho zetu. Atusaidie kuwa Petro wala si kuwa Yuda tena. Walipoanzisha safari ya kumtundika Kristo msalabani, Kristo anasema anapokutana na kina mama wa Yerusalemu, anawaeleza kwamba msinililie mimi, ila tililieni nyinyi, kwa maana itafika wakati ambapo mtaweza kusema nini? God is good. Ndio vizuri sana. Baba vizuri sana. Christ tells them it is salvation is not about me, it is about you. Do you believe that Christ can save us? Do we believe that Christ can redeem us? Dear friends, I know many of us are suffering from various things. That's why Christ tells us today, cry for yourself. Cry because of your behavior. Cry because of your gossip network. Remember? Cry because of your inhuman treatment. Cry because of your corruption. Remember? Dear friends, tunapoingia katika juma hili takatifu, tumwombe Mwenyezi Mungu apate kutukuza mioyo yetu, ili tukumbuke ni nini hicho ambacho kinatutoa katika rehema zake Mwenyezi Mungu, tuanze kulilia neema na rehema yake Mwenyezi Mungu. Jambo lingine ambalo ningetaka tulitazame katika Injili, tunaeleza kwamba nilipotimia saa 12 God is good. Ilipotimia 6:30 ilikuwa saa ngapi? Saa 9. Saa 6. Saa 6, saa 9. Tarisha sebeleni na namba sebeleni namba swali hiyo. Tulipotimia saa ngapi? Saa 6, saa 9. Saa 6. Ilipotimia saa 9, tunaeleza jambo muhimu likafanyika, kwamba pasia la hekalu likafanya nini? Vipande. I'm interested with that because it is a gesture that brings us into a new covenant and relationship with Jesus Christ. Ilipotimia saa 9, pasia la hekalu likapasuka vipande viwili. Maana yake ni kwamba muda umekwisha wakati kuhani mkuu alipoingia katika tamaduni za Waisraeli. Wakati kuhani mkuu alipoingia mara moja katika hekalu mwanzo wa mwaka katika kutoa sadaka ili watu wote waokolewe na waondolewe dhambi. It's now time for you to reach Christ personally. God is good. Hiyo ndio ishara. Pasia lile ambalo lilikuwa limekufungia katika kufikia Kristo limeondolewa. Ni wakati wako wa kufikia Kristo kibinafsi. It is time now to reach Christ by yourself. Na kwa nini pasia hili linapasuka wakati wa Kristo? Na kwa nini Kristo anatujalia nafasi ya kumfikia yeye mwenyewe? Ni kwa sababu yeye mwenyewe anatufahamu zaidi. Yeye mwenyewe anatuhifadhi zaidi. Yeye mwenyewe anajitoa zaidi. Dear friends, the
the challenges that we have in life, the addictions that we have in life, the problems that we have in life, the sickness that we have in life, it is an opportunity today as we begin the Holy Week. Take it to Christ and yourself in prayer. La mwisho. Mara nyingi Wakristo wapenzi, tunapobeba msalaba, tunabeba msalaba kumulika sisi Yesu Kristo. Kuna mtu hapo katika ndoa anasema kila siku hii ndoa mtawacha wacha. Hata nikirudi soko sasa siwezi kuangalia mtaabili sidhani nikuangalia nini. Zoea. Atingia sasa mimi hata sijui kama ni mama yangu zoea. Yesu Kristo. That is the cross that God gave us. Mimi ndio naweza sema hata nikiulizwa tena nataka kwa nini nitasema nataka kwa Bwana Yesu Kristo. Dear friends, Kristo anatufundisha jambo moja muhimu leo katika kubeba msalaba. Alibeba pasipo kunung'unika, alibeba pasipo hata kupiga kelele na mtu yeyote. Na ndipo somo letu la pili linatueleza kwa linatoka kitabu cha sasa kutoka na darasa la maliza kati na baada ya mpaka umeanza kusahau tena. Eleza kwamba Kristo alipokea msalaba kwa upole. And you know why? Because the cross is a sign of foundation that God wants to add more graces into our lives. Ama unaona cross kama multiplication. Look at the cross and tell me what it represents as multiplication or addition. I mean, it represents addition. It is a addition. Whichever the cross that you are carrying, remember it's a moment of God adding graces into your life. How to carry it is what will determine whether you are going to receive that grace. Kuna mtu ambaye hapa abeba msalaba. Najua probably mimi nabeba msalaba wa wanafunzi wangu. Wanabeba msalaba wa mzee. Mzee anabeba msalaba wa mama. Mama anabeba msalaba wa daughter-in-law. Daughter-in-law anabeba msalaba wa son-in-law. Son-in-law anabeba msalaba wa the arrow points to the altar. The arrow points to the yes. Everyone has a cross too. Na kama ubebe hiyo, bado unabeba msalaba wa ugonjwa, sisi Yesu Kristo. Kama ubebe ugonjwa unabeba wa kazi. Kama si wa kazi unabeba wa nini? You must carry your cross, walking the journey of Christ, because at the end of it, God will add more graces to your life. And finally, wakati walipokuwa wakimshtaki Kristo, walimsingizia nini? Jambo la kwanza, anajifanya yeye ni? Hapana. Jambo la kwanza, yeye anajifanya kuwa mwana wa? La pili, mfano hiyo sawa, lakini la pili ambayo wote wapatie mwongere kwa sasa. Hata wapatie mwongere kidogo. Kwamba nilisema na nilisema na magwani kwamba ana watotea watu wasifanye nini? Wasilipe ushuru, si ndio? Nilikuwa najua mtasema kwa sababu Yesu Kristo. Lakini mbona mashtaka ya kweli ya Kristo? Kuna mahali tunasikia katika Biblia Kristo alisema msilipe ushuru. Alisema mpeni Kaisari yaliyo. Kuna mahali tunasikia yeye alisema mimi ni mwana wa Mungu. Amesema katika masomo wewe ndiye unasema, si kweli? Na pengine wangesema uliwaponya watu siku ya Sabato. Uliwaponya wakaomba, utangamana na wenye dhambi. Ulifukuza watu katika hekalu. Hayo mashtaka yalikuwa ya kweli.
Lakini kwa sababu yale ya mshtaki na Kristo yalikuwa ya kuhifadhi watu, ya kuhifadhi jamii, waliona wengi ya wale ambao wamehifadhiwa na Kristo, wameponywa na Kristo, watasimama na kusema alinitendea mema. Dear friends, tunapoingia katika nyumba hii takatifu, ni vema tujikumbushe kusema ukweli badala ya kusema uongo. Ni vema tujikumbushe kutafuta utakatifu badala ya kutafuta dhambi. Ni vema tujikumbushe kushuhudia haki na ukweli badala ya kushuhudia uongo. Ni vema tujikumbushe kuchunga ulimi wetu, usitamke madanganyo na masengenyo, utamke kuhifadhi. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame tukiri imani yetu na sadiki kwa pamoja. Aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi, kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka katika imani, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na wafalme wake watakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa kinywa cha manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki na mitume, na Baba ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, pamoja na ufufuo wa wafu na uzima wa milele. Amina. Washangwe kama Masia, yaani mkombozi, lakini waliogopa kutetea katika baraza lao. Mungu Baba, utuondolee hofu na utuimarishe ili tuweze kusimama upande wa Kristo Yesu na tumshuhudie kama mkombozi wetu mbele ya watu. Bwana utusikie. Bwana utusikie. Utuonyeshe njia ya kuwa Wakristo katika maisha yetu ya kila siku na kuepuka kuwa Wakristo wa Jumapili tu. Bwana utusikie. Bwana utusikie. Wakati ule Wayahudi walikushangilia kama mfalme wao, utupe moyo wa kumkiri Yesu kama mfalme anayetawala maisha yetu. Bwana utusikie. Bwana utusikie. Mungu Baba, wana wako walishangiliwa kama mfalme alipoingia Yerusalemu. Tusaidie tusimkiri kwa mfalme wetu kwa midomo tu, bali tumshuhudie pia kwa matendo yetu, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu daima. Amen. Sala ya Jubilei. Baba wa mbinguni, mbegu hizo zibadilike kutoka ndani
kufadhiliwa na huruma yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Yeye asiye na kosa alikubali kuteswa kwa ajili ya waovu na kuhukumiwa bila haki afe kwa ajili ya watenda mabaya. Alifuta dhambi zetu kwa kifo chake, akatukomboa kwa ufufuo wake na kutufanya wenye haki. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika wote tunakusifu tukiimba kwa shangwe na furaha. Hivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani.
tunakushukuru kwa kuwa umestahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lilipopotea duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu Francesco na askofu wetu Filipo Anyolo na maaskofu wasaidizi Daudi Kamau, Simon Petro Kamoi wa Kleo wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tunakumbuka na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Wapokee kwenye uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, sikilize nia za akina mama na James Kimenias family na Jane Wanjiku, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri wa Mungu na Mtakatifu Yosefu Bikira mwenye heri na watakatifu wote waliopendeza mwakani kusafiri kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele.
walialikwa kwenye karamu za Bwana. Kwa kuwa ni katika kutoa ndipo tunapokea, ni katika kusamehe